tu wewe mtazamaji mkazi wa Kenya ama Mkenya mpiga kura, Mkenya mzalendo, nje ya kaunti ya Nyandarua, nje ya eneo bunge la Olkalau, taswira yako inaweza kusema nini? Je, huu uchaguzi uliofanyika 16 Julai unaonyesha ama umeleta mtazamo tofauti ama unadhihirisha matokeo ya mwaka 2027 miezi 13 kuanzia sasa? Maoni yako ni gani kuhusiana na kuchaguliwa kwa mbunge wa chama cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua cha DCP na sio cha Daktari William Samoei Arap Ruto? Je, matokeo hayo yanadhihirisha matokeo ama yana ujumbe kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Will it determine ama does it determine the 2027 general election? Ama we maoni yako ni gani kuhusiana na hali nzima ama taswira nzima ya tangu kampeni hadi kuchaguliwa kwa mbunge kutoka kwa chama cha DCP katika eneo bunge la Olkalau? Maoni yako chini ya hiyo video, mtazamaji wangu mpendwa. Kama unaona ya kwamba pengine haya matokeo basi yana determine ama yanatoa mwelekeo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, pia tuambie kwa nini unahisi hivyo. Na kama unasema kwamba hapana, hii ni mtihani mdogo tu wala hauna lolote, manake tumeona Rigathi Gachagua akisema ya kwamba hiyo imeonyesha ya kwamba yeye atachukua ushindi ama upinzani utaweza kumbandua Rais William Ruto mamlakani mwaka 2027. Vile vile pia upande wake Rais William Ruto ameweza kuvunja kimya chake na kusema ya kwamba hiyo haimaanishi chochote, huo ni uchaguzi tu wa eneo bunge, na yeye na chama chake ana focus na uchaguzi wa mwaka 2027. Wewe Mkenya mzalendo, katika kaunti 46 zilizosalia nje ya kaunti ya Nyandarua ambayo ndio 47, maoni yako ni gani kuhusiana na swala hilo katika hali halisi ya siasa za humu nchini tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao? Asante sana kwa kutazama YouTube channel yangu. Mwenye biashara haoni aibu jamani, tunauza dera. Kama unahitaji dera, basi usisite kuniongelesha na nitaweza kukufikishia ama tutaweza kuwasiliana na tujue ni jinsi gani utapata dera zako mahali popote ulipo kwa bei nafuu. Hadi siku nyingine, na kutakia utazamaji mwema wa YouTube channel yangu.